katika kipindi hiki cha Busati la Mtoro au Masjidu Mtoro. Katika dakika chache hizi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tutakuwa tukizungumzia kuhusu atharul lisan, athari ya ulimi katika maisha ya Muislamu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe afya njema sote. Tunamuomba Mwenyezi Mungu wagonjwa waliopo hospitali awape afya njema. Wagonjwa waliopo majumbani Allah awape afya njema. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aondoe maradhi ya corona katika nchi ya Tanzania. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aondoe maradhi ya corona katika nchi zilizopo jirani na Tanzania. Tunamuomba Mwenyezi Mungu afungue khairi na baraka katika nchi yetu na atulinde na mabaya katika nchi yetu. Tunazungumzia athari ya ulimi, lakini sehemu kubwa tutazungumzia al-ghiba. Mal ghiba? Ma maana kalimatul ghiba au madha na'ni bi kalimatil ghiba? Ghiba ni nini? Dhikruka akhaka bima yakrahu. Ghiba ni kumtaja mwenzio ama kumsema mwenzio bima, kwa sifa ambayo ama kwa jambo ambalo akilisikia litamkera. Ima itakuwa ni sifa katika mwili wake ama katika kazi yake au katika taaluma yake. Kwa hiyo unamtaja kwa jina ambalo au kwa jambo ambalo litamkera. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, afaraaita in kana fi akhi ma aqul? Unasemaje ikiwa huyu ndugu yangu ama huyu jamani ninayemtaja ni kweli ana sifa hiyo? Mtume akamwambia, in kana fihi ma taqul, ikiwa hilo jambo unalomsemea, unalomsengenyea ni kweli analo, faqad ightabtahu, utakuwa umemsengenya. Mtume akasema, wa in lam yakun fihi ma taqul, ikiwa hilo unalomsemea hanalo, faqad bahattahu, bimaana iftaralta alayhi, utakuwa umemzulia. Hiyo ndio maana ya ghiba, ambayo ni taarifu nyepesi sana, ambayo ni definition nyepesi. Hatuhitaji kurudi kwa mwanachuoni yoyote yule zaidi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, ukienda katika sura ya 49, suratul Hujurat aya ya 12, Allah anasema, ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, hivi yupo tayari mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake mwanadamu mwenzie hali ya kuwa ameshakufa? Fakarihtumu ni kitendo kibaya, yani ni kitendo kinachochukiza, kwamba mtu anakula nyama za watu. Ukiletewa nyama ya mtu na ukaambiwa hii ni nyama ya mtu, imekaangwa vizuri kwa mapishi yote, na hata kama ikawa na vigezo vya mashirika ya vyakula duniani, lakini ni nyama ya mtu, ni kitendo kibaya. Ina maana ni dhambi mbaya nzito sana kula nyama ya mtu. Abu Daud As-Sijistani rahimahullah, hadithi anaisimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Mtume anasema, lamma urija bi, nilipopelekwa mbinguni. Alipotoka Maka akaenda mpaka Falastini, Masjidul Aqsa pale ndipo alipoanza safari ya kwenda mbinguni. Akamfunga buraku wake pale. Baada ya kumfunga buraku, akaja sehemu akawaswalisha mitume. Baada ya kuwaswalisha mitume wenzake, upande wake wa kushoto akasogea kama hapa alipokaa Sheikh Abdallah, ndipo akakaa, wakasimama na Jibril juu ya sakhra, wakaanza safari ya kwenda juu. Sasa anasema, marartu biqaumin, niliwakuta watu, nilioneshwa watu, lahum athfaru min nuhas, wana kucha za shaba, kucha za shaba. Yahmishuna wujuhahum, walikuwa wanachana nyuso zao kwa zile kucha. Kucha ni za shaba, na shaba ni bati, wanajichana wenyewe. Wasudurahum, wanachana na vifua vyao vinatoka damu. Mtume sallallahu alaihi wasallam inawezekana alikuwa anajua, ama alitaka kutaka kujua kwamba siku zote mwanafunzi mwema
huwa anakuwa na adabu kwa mwalimu wake, hata kama lile jambo analifahamu anamuuliza mwalimu. Hii ndio adabu ya talibul ilm. Lakini si sahihi mwanafunzi kujiweka kimbelembele kwa shekhe wake. Huu ni ukosefu wa adabu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atulinde na hili. Mtume akamwambia, man haula ya Jibril, hawa ni nani hawa? Mbona mimi siwajui? Jibril akamwambia, haulai, riwaya ya kwanza anasema haulai qaumun min ummatika, hawa ni watu katika umati wako. Lakini riwaya katika Sunan Abi Daud, haulai alladhina yakuluna luhuma an-nas, hawa unaowaona hapa wanajichana kwa nyuso zao, wanajitoa damu, ni wale ambao wanaokula nyama za watu, yani wanasengenya watu. Wayaqauna fi a'radihim, kisha wanaingia katika kuzungumzia utu wao. Unamwona jamaa anayekuja huyo jamaa anapenda kula huyo, weacha tu, umesengenya na umekula nyama yake. Unamwona huyo jamaa alivaa koti, kila akivaa koti ujue kuna pahala kuna harusi. Ukimwona kavaa koti tu, unamwona huyo jamaa tunakutana naye, kuna pahala kwenda kupiga mzinga, huyo umesengenya. Ndugu zangu, katika kusengenya hachomoki mtu, hata sisi mashehe. Tumwombe Mungu salama. Ni jambo zito mno 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 mno, ni jambo zito mno. Sasa akaambiwa kwamba hawa ni watu katika umati wako wanakula nyama za watu. Hadithi ipo katika Sunan Abi Daud katika kitabu al-Adab babu riba, hadithi 4874. Ndugu zangu, siku moja masahaba wakiwepo Jabir bin Abdullah bin Hiram al-Ansari radhiyallahu anhu wapo Madina, anasema kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, siku moja tulikuwa tumekaa na mtume, wamekaa na mtume, fartafa'at rihun muntina, ghafla ikatokea harufu mbaya ya kunuka, ya kuoza, harufu ya mzoga. Wapo Madina. Faqala Rasulullah, mtume akawaambia, atadruna ma hadhihi rihu, mnajua hiyo harufu mbaya ni nini? Hii harufu mbaya inayotoka, masahaba wangu, mnajua? Wakamwambia, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio anajua. Akamwambia, hadhihi rihu, hiyo ni harufu ambayo alladhina yaktabuna almu'minin, kuna pahala hapa Madina kuna watu wanawasengenya waumini wenzao. Sasa hivi ilitoka harufu kama ya majitaka Madina. Kwa hiyo hapa rawahu Ahmad aidan wa ruwatuhu thiqat, kadha qala al-Mundhiri rahimahullah. Kwa hiyo hii inaonesha uzito wa kusengenya. Ndugu zangu, qala Ibn Abbas anasema hivi, idha aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim al-Qurashi al-Makki radiyallahu anhuma asema, idha aradta an tadhkura uyuba sahibik, ukitaka kutaja dosari za mwenzio, fadhkur uyubaka, kwanza kumbuka dosari zako. Na siku nyingine ndugu zangu tunasengenya msikitini, hasa kama nyinyi mashehe ambao mnakuwa mbele katika misikiti. Siku nyingine unasimama, salamu alaikum ndugu zangu, kama kawaida yetu hapa msikitini tunaomba umeme. Unamuona, ukimwona yule shehe ujue anaomba sadaka msikitini. Siku moja nimeshuhudia msikiti mmoja pahala fulani Magomeni, salati dhuhuri, nimekusalia kuliani kwa imamu, anasimama. Ni msikiti ambao unahitaji huduma, ima umeme au tofauti na msikiti wa Mtoro. Ni msikiti una neema, Mwenyezi Mungu adumishe neema hii. Na yule ambaye anayetoa sadaka ya msikiti huu, mimi binafsi yangu, Allah ni shahidi, namuomba Allah ampe umri mrefu, aendelee kufanya kazi ya Mungu. Allah ampe afya njema, amuondolee maradhi, ambarikie katika kazi zake, kwa sababu si rahisi. Na maana mtu huyu anamlazimisha Allah, Allah ukipenda usipopenda utanipeleka peponi. Sawa. Sasa Abdullah ibn Abbas anasema, idha aradta an tadhkura uyuba sahibik, ukitaka kutaja dosari za mwenzio, kumbuka dosari zako. Ndugu zangu, nani duniani asiyekuwa na dosari? Nani asiyekuwa na aibu duniani? Nani ambaye
hana dosari? Ni nani ambaye duniani hana dosari? Ni nani ambaye duniani hana dosari? Ni kwa sababu gani? Mwanadamu ameumbwa katika hali ya upungufu. Hali ya upungufu inamtokea mwanadamu kwa sababu mwanadamu ameumbwa katika maumbile ya upungufu. Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Hashimi radiyallahu anhuma sami'a rajulan yaghtabun akhar. Siku moja mtoto Ali ibn Abi Talib alimsikia mtu anamsengenya mtu, kamsikia anamsengenya mtu. Faqala lahu, Husayn ibn Ali akamwambia, sikiliza, iyyaka wal ghiba, tahadhari na kusengenya, fa innahu au fa innaha idamul kilab, kusengenya ni kitoweo cha mbwa. Kwa ina maana mtu anapokuwa anasengenya, kwa maana hiyo kama itakuwa ni kitoweo cha mbwa, ina maana kama ni kitoweo cha mbwa, ina maana anayekula mbwa pale huwa ni nani? Jibu utalipata. Idamul kilab, ina maana mbwa ndio wana tabia ya kula nyama. Kwa ina maana kinyume chake ni kwamba mtu anayewasengenya wenzake hana maumbile ya mbwa, lakini sifa yake anakuwa ni nani? Ni mbwa, kwa sababu anakuwa anawasengenya wenzake. Ndugu zangu, haya maneno utayapata katika kitabu kinachoitwa Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali, ukurasa 1598. Chapa nimeifanyia muraja ni Daru Sha'b bil Qahira. Ndugu zangu, athari ya kusengenya, rawa Khalid ar-Rib'i, mmoja katika watu wema, anasimulia, kuntu fil masjid al-jami, siku moja nilikuwa katika msikiti unaoswaliwa jamaa, msikiti kama huu. Yuko msikitini, anasema, fatanawalu rajulan, wakaanza kumsengenya mtu na mimi nawasikia. Fanahaituhum an dhalika, nikamwambia acheni, mpo msikitini halafu mnasengenya. Fakaffu, wakaacha. Wa akhadhu fi ghairihi, wakaanza kumsengenya mwingine tena, yule wa mwanzo wamemwacha, wakamsengenya mwingine. Thumma adu ilayhi, kisha wakarudi kumsengenya yule wa mwanzo. Anasema, fadakhaltu ma'ahum fi shay'in min amrihi, na mimi nikanogewa kuhusu kule kusengenya. Wamemsema, sikiliza, anasema, bana kweli hiyo ndivyo alivyo yule jamaa. Anasema, fadakhaltu ma'ahum, na mimi nikashirikiana nao kuweza kufanya nini? Kushare. Nikashare nao. Waarabu wanasema mudakhala. Kushare kwa Kiarabu ni mudakhala. Fatadakhaltu ma'ahum, nikaanza kuchanganya nao. Wakati na changanya nao kuchangia ile mada ya kusengenya, anasema akarudi nyumbani akalala. Alipolala, anasema, faraaitu tilka al-laila fil manam, anasema nikaoteshwa katika ule usingizi, katika usingizi alioteshwa. Unajua nini alichokiona Sheikh Abbas? Asema, kaanni atani rajulun aswadun wa fi yadihi tabaqun wa fi tabaq fihi lahmun, nikaoteshwa nimejiwa na jitu moja refu, tawilun, refu, lakini aswadun, jeusi, mtu mweusi. Wa ma'ahu tabaqun, yule bwana alikuwa na sahani, alayhi, ndani ya lile sahani, qita'atun, kuna kipande, min lahmin khinzir, cha nyama ya nguruwe. Anaoteshwa usingizini. Faqala li, anasema lile jamaa jeusi refu likamwambia, kula nyama hiyo. Faqultu, nikamwambia, yuko kwenye ndoto, akulu lahma al-khinzir, mimi Muislamu nitakulaje nyama ya nguruwe? Nikamwambia, wallahi la akulu, sili hii nyama. Fantaharani intiharan shadida, akanifokea sana, kula usigizini hapo. Asema, fa akaltu. Sasa wakati ninakataa, asema, qad akalta ma huwa asharru minhu, umekula nyama mbaya kuliko hii nyama ya nguruwe, umekula nyama mbaya kuliko nyama ya nguruwe. Asema, faja'ala yadussuhu, akawa anaishindilia ile nyama, fi fami, kinywani kwangu, hatta staiqattu min manami, mpaka nikashtuka usingizini.
Sasa anasimulia Khalid al-Rabi'i rahimahullah, asema fa wallahi, na apa kwa jina la Allah, laqad makathtu 30 yawman au 40 yawman, nimekaa tangu nilipoota ile ndoto siku 30 au 40, maana mwezi mmoja na siku 10. Ma akaltu ta'aman, kila nilipokula chakula, illa wajadtu ta'ama dhalika al-lahmi, isipokuwa nilikuwa nasikia nanusa harufu ya ile harufu mbaya kile chakula, ile nyama kinywani kwangu, wanatnahu, kunuka kwake. Ina maana kila chakula nasikia harufu ya ile nyama. Rawahu al-Imam al-Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman. Min huna nastafid, hapa tunapata mafundisho kwamba kusengenya kuna athari mbaya sana katika maisha ya Muislamu.